Pigia Bwana makofi. Amen. Habari tukaweze kuomba. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, sababu inayotufanya tukuimbie, tukusifu, tukushukuru, tukuinue, tukuabudu ni kwa sababu Bwana wetu wa mbinguni imechukua mkono wako tangu janga la magonjwa haya lilipokuja katika dunia, kuhifadhi na kuwalinda wapendwa hawa wote katika Bwana wetu wa mbinguni, katika ishara ya damu yako na ya Roho wako Mtakatifu. Tunakushukuru kwa sababu tumekuwa salama kwa ajili ya hiyo, na tunasema ni asanti ya kwamba Bwana umetufikisha umbali huu na umeturudisha kanisani, na tunakushukuru kwa kutulinda na kuongoza tena Bwana maishani mwetu mpaka tumepata kibali kingine cha neema cha kurudi katika nyumba yako. Sasa kwa ajili Bwana ya huduma ya neno la Bwana na sehemu iliyo muhimu sana katika ibada zetu, Bwana tuwajiweka wakfu kwa ajili ya huduma ya neno lako. Tuwaweka vyombo vilivyo hapa Bwana kwa wakfu kwa ajili ya huduma ya neno lako, na kuweka ukumbi huu ambao hatuja kuweko katika muda kwa wakfu kwa ajili ya ibada ya siku ya leo na ibada ambazo tutafuatia. Na huku Bwana tukitaraji ya kwamba utakuwa pamoja nasi na utaweza kutunenea na kutuhudumia na kuendelea kuwa na ushirika na watoto wako Bwana wetu wa mbinguni. Bwana, kwa sababu hauli pamoja na watenda dhambi, pengine tangu tulipotoka hapa wadugu hawa, wadada hawa wameanguka katika maovu na katika dhambi, na kwa hivyo Bwana pengine hawezi kukubalika na wewe, pengine maombi yao haiwezi kusikika na wewe, pengine hauwezi kutubariki kwa ajili ya dhambi na makosa yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nasimama katika pengo kama Danieli wa zamani aliyekuwa nabii, aliyetubu dhambi zake na dhambi za kanisa. Na huko Bwana tukiuja mbele ya uwepo wako kwa mioyo ambao imeinama mbele zako, tukiomba msamaha wa dhambi zetu zote. Bwana ukatusamehe, Bwana ukatuoshe, Bwana ukatuachilie tuwe na uhuru wa kukuabudu katika kweli na katika roho, chini ya msamaha katika damu uliyemwaga msalabani kwa ajili ya makosa yetu. Nijalie jambo hilo, ndio maombi yetu. Tuomba Bwana wetu wa mbinguni tukaweze kukubalika na wewe katika ushirika wetu wa siku ya leo, na ili Bwana ukaweze kubariki watu wako, ukaweze kukutana na mahitaji yao walio nayo ya kimwili na ya kiroho. Bwana wetu wa mbinguni ukaweze pia kuwanenea na ukaweze kujenga imani yao juu ya msingi wa neno lako Bwana. Ndio maombi yetu ya kwamba utakutana nasi, utatuhudumia Bwana wetu wa mbinguni. Bariki usomaji na usikifu wa neno lako kwa ajili ya sifa na utukufu wako Bwana. Nami najiweka wakfu kwa ajili ya huduma ya Roho wako Mtakatifu, kaweze kunitumia. Funga kinywa changu Bwana nisinene yote ambayo haitakiwi kusemwa, lakini Bwana weka neno lako Bwana katika kinywa changu ambalo ungetaka lisemwe kwa watoto wako siku ya leo. Nijalie jambo hilo Bwana ya kwamba nitasema lilo jema, lilo la kufaidi, lilo la kujenga, na lilo Bwana wetu wa mbinguni la kubariki kanisa lako. Wewe ndiye unaweza kufanya hivyo, kwa sababu wewe ndiye mchungaji wetu ambaye unachunga kondoo zako. Mimi nimesimama tu sehemu ya mchungaji. Lijalie jambo hilo, ndio maombi yetu katika jina la Bwana Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Basi tukafungue Biblia zetu katika kitabu cha Injili ya Mtakatifu Yohana mlango wa kwanza na ule mstari wa 11 na 12 na 13. Pengine siku ya Jumapili tukishashuruhisha mitambo tutakuwa na mkaremani, lakini kwa sasa tumelemewa. John chapter 1 verse 12, 13. I have a Swahili Bible here. Inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale walioaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, mbali kwa Mungu. Abariki usomaji wa neno lake Bwana. Kitabu cha Petro wa kwanza, 1 Peter chapter 1 and verses 23. Verse 23. Kwa kuwa mumezaliwa mara ya pili,
si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumilo hata milele. Kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile mbegu isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumilo hata milele. Bwana abariki usomaji wa neno lake. Tunaweza kaa chini. Basi wapendwa, na endelea kuzungumzia jambo lililoko mbele yetu ambalo tumekuwa tukizungumzia la kuhusu ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili na ujazo wa Roho Mtakatifu. Na tumeweka msingi wa kutosha, na ninaamini ya kwamba pengine siku ya leo na Jumapili inayokuja tutamaliza kuweka msingi kuhusu kuelewa ni kitu gani ambacho tunaongea juu yake na ni somo gani ambalo tunaikabidhi, na ili tukaweze kuwa na maarifa na hekima ya kuendea ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili wa kweli na ule wa kupata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Basi tukiendelea, tumeona ya kwamba na tumekuwa tukisema ya kwamba kuhusu ujuzi wa kweli wa kuzaliwa katika neno la Bwana na katika maisha yetu ya imani, ambao ni ujuzi muhimu katika maishani mwetu, kwa sababu Yesu Kristo yeye aliambia Nikodema ya kwamba hatuna budi kuzaliwa mara ya pili na maji na Roho, ili tukaweze kuona na kusikia na kuona na kuingia ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Na ikiwa ya kwamba tutaweza kosa kujua jinsi ya kuliendea jambo hili kwa ufunuo wa maandiko, ama kwa ile ujuzi ambao Yesu Kristo alikuwa na maanisha wakati alipokuwa anamwambia Nikodema, hauna budi kuzaliwa mara ya pili ili ukaweze kuona na kusikia ufalme wa mbinguni, basi hata sisi vile vile hatuwezi kuona wala kuingia ndani yake ufalme wa mbinguni ikiwa ya kwamba hatutapata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili na kubatizwa na Roho Mtakatifu. Na tumekuwa tukisema, tukiangalia katika kawaida, or the natural which type the spiritual, ya kwamba tunapoangalia kuzaliwa kwa kweli kwa mbegu ya kawaida ya asili, tunaona lazima tuwe na vitu vitatu. Kitu cha kwanza ambacho tunaona lazima tuwe nacho ni ya kwamba lazima tukaweze kuwa na mbegu ambayo iko hai. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni katika mbegu iliyo hai ambayo ina uwezo wa kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu mbegu zote za kuzalishwa, hybrid seed, they don't have life. You know that. Hakuna uhai ulioko katika mbegu ambazo ni za kuzalishwa. Mbegu ya kuzalishwa ukiweka kwa udongo izae, hauwezi kuvuna na ukaweze kuirudisha kwa udongo ikazaa tena. That is why if you are a farmer and you are dealing with hybrid seed, you are going to buy a seed in every season. If you want any harvest, you must go back to the shop. But if you are dealing with an original seed, you are dealing with a seed that has potential or has power or has ability in itself to bring forth after its kinds all the time, because it's a seed that is original and it has life in itself. Praise the name of living God. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba tunahitaji kuwa na mbegu ambaye iko na uhai na ambaye iko na uwezo wa kuweza kujizaa tena, ama iko na uwezo wa kuzaliwa mara ya pili. Bwana asifiwe. Basi kitu kingine ambacho tutahitaji ili tukaweze kupata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili ni ya kwamba lazima tuwe na udongo ambao unaweza kuishika hii mbegu, kwa sababu mbegu haiwezi kuzaliwa kwa hewa. Bwana asifiwe. Mbegu haiwezi kuzaliwa kwa hewa. Mbegu lazima, kama inataka kuzaliwa, ianguke kwa udongo. Naomba wanaonyesha ya kwamba wanipe kitabu cha Yohana 12 mstari wa 24. Kwa sababu Yesu Kristo alifundisha, ikiwa mbegu yoyote haitaweza kuanguka katika udongo, basi mbegu hiyo haiwezi kupata ujuzi wa kuzaliwa tena ama wa kuzaliwa mara ya pili. Praise the name of living God. So we must have an original seed that we are able to see. And again, we must have a good ground where this seed, its birth is going to take place.
And Jesus, when he was teaching about this, he said, "Verily, verily, I say unto you, except a corn of a wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit." Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona namna gani, if you are talking of a true experience of the new birth, you know, in denomination where I was, tulikuwa tunasema mtu akiamini Kristo amezaliwa mara ya pili. Bwana asifiwe. Even today, denominational people, they just claim when you join their religion that you are born again Christian, which is a wrong doctrine, a wrong teaching that will take you to hell. Because if you actually are going to miss the true experience of the new birth, ambayo Yesu Kristo alikuwa anamaanisha wakati alipokuambia Nikodema ya kwamba lazima uzaliwe mara ya pili na maji na roho ili ukaweze kuona na kuingia ufalme wa Mungu. Basi ukikosa kuelewa kabisa, ama ukikosa tafsiri lilo makosa, basi huenda hautaupata ule ujuzi wa kweli. Na sasa tunaona katika kuongea kuhusu ujuzi wa kweli wa kuzaliwa, because we are digging, tunachimba ili tukaweze kuweka msingi, tuelewe kabisa ni kitu gani tumekuwa tukiongelea juu yake wakati ambapo tunasema lazima tukaweze kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu Yesu Kristo anatuonyesha ya kwamba pasipo ujuzi huu hatutaona, hatutaingia ufalme wake. Bwana asifiwe. So Yesu Kristo anasema hapa ya kwamba punje ya ngano isipoweza kuanguka katika udongo itasalia peke yake. Kwa hivyo kuhusu kuzaliwa kwa mbegu, kuhusu kuzaliwa tena kwa mbegu, lazima hiyo mbegu ikaweze kuanguka kwa udongo, kwa sababu ni katika udongo kuzaliwa kunatokelezea. Na kuzaliwa na maandiko inasema ya kwamba ni katika udongo tu hapo mbegu ndio inaweza kufa na kuzaliwa na kuzaa matunda ya aina yake. Ni katika udongo. Kitu cha tatu ambacho ni muhimu sana na ni lazima tuwe nayo wakati ambapo tunaongea kuhusu kuzaliwa kwa kweli na ujuzi wa kweli wa Roho Mtakatifu, ni lazima kuweko na maji. Amen. Maji inayoangukia ile mbegu wakati inapoanguka katika ule udongo, ndio sasa iko na nguvu ya kuashisha rasmi taratibu ya hii mbegu kuzaliwa mara ya pili. Na watu hawawezi, mbegu yoyote haiwezi kuzaliwa kama hakuna maji. Hata kama tungelikuwa na mbegu, hata kama tungelikuwa na udongo, hata kama hii mbegu imeanguka katika udongo na kumekosekana kuwa na mvua na kumekosekana kuwa na maji, hii mbegu haiwezi kuzaliwa. Hii mbegu haiwezi kuzaliwa. Kwa hivyo lazima kuwe na maji, kwa sababu maji, usichezee maji katika kuzaliwa mara ya pili. Maji, hizi vitu zote ni muhimu. Tunahitaji mbegu ya kweli ya asili. Tunahitaji kuwa na udongo mahali hii mbegu itapozaliwa. Tunahitaji pia kuwa na maji. Maji ndio iko na uwezo wa kuweza kuashisha kuzaliwa kwa hii mbegu. Kwa sababu wakati mbegu imeanguka katika udongo na maji imefuatia hiyo mbegu, inasababisha hiyo mbegu kufa na kuzaliwa tena. Bwana asifiwe. Without the water, this process of the new birth cannot take place. That means tunahitaji maji ili hii mbegu ikaweze kuzaliwa mara ya pili. Sasa wewe kama ulitoka kanisa ya madhehebu ama katika madini ambayo tumko nayo, na ya kwamba ukaanza kufikiria kujiunga na dini ama kuingia katika kanisa hili la ujumbe, huko ndiko kupata ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili, na huo ndio ujuzi ambao uko nao ukiwa umekaa hapa chini. Sasa nataka hiyo ujuzi ushike kama karatasi na ukatupe kwa dustbin. Kwa sababu ujuzi huo hautakupeleka mbinguni. Kwa sababu tunaona kuna mbegu, kuna udongo. Bwana asifiwe. Na kuna maji yaletao uzima
Kuna maji yasababishayo mbegu. You know, for every seed to be born, or every seed to be reborn, that seed must die. You know that. There is a part that is in that seed that must die. Praise the name of the living God. Kuna sehemu katika hiyo mbegu, lazima hiyo sehemu ikaweze kufa. Na mbegu hiyo haiwezi kufa kama maji haijaangukia hiyo mbegu. Maji ndio iko na kuleta ule uwezo wa kuzaliwa mara ya pili. Maji ndio iko na uwezo. Ukikosa maji katika ujuzi huu tunaongea wa kweli, hautaweza kuzaliwa mara ya pili. Sasa hiyo ndio ina mambo matatu inayohitajika ili kila mbegu ikaweze kupata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili. Bwana asifiwe. That now we have experienced the natural part of it, of how every seed, every original seed get its birth. It must have the three things. Original seed, we must have good ground, and the last thing we must have is the water. Water has God transforming power. Water has power to quicken the seed to the new birth and to come back to its life and to receive the new birth. So God will bless you. Now with that understanding, praise the name of the living God. With that understanding, let us now go and look at the spiritual birth that we are talking about. Now, the real spiritual birth that we are dealing with. Because hakuna mtu hata mmoja hapa anataka kwenda jehanamu. Bwana asifiwe. Kila ndugu, kila dada anataka akaweze kupata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili, ili awe tayari kupata kuona na kuingia ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa wacha tutafute mbegu ya kiroho. Ile tuliongea juu yake ni mbegu ya kawaida. Sasa tutafute mbegu ya kiroho ambayo haina budi kuzaliwa mara ya pili ndani yetu. Bwana asifiwe. Mbegu hiyo ambayo tunayozungumzia ni mbegu ambaye ni neno la Mungu. Lililowekwa na Mungu ndani yetu kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Hiyo ndio kitu ambacho kinatufanya. Kumbuka, sisi ndio tunaambiwa tuzaliwe mara ya pili, ili kuweza kuona na kuingia katika ufalme wa Mungu. Hatuwezi kuzaliwa mara ya pili kama sisi hatuko mbegu ya Mungu ya kweli ambayo iko na uwezo wa kuzaliwa mara ya pili. Sikiza. Duniani kuna mbegu mara mbili. Kuna mbegu ya Mungu na kuna mbegu ya mwanadamu. Mbegu ya mwanadamu haina uhai. Bwana asifiwe. Kwa sababu mbegu ya mwanadamu imejaa mauti. Bwana asifiwe. Tangu Adamu alipokosa na Eva wake, na wakasababisha tukaondokewa na ule uhai na uzima wa Mungu, basi mwanadamu katika sehemu yake ya mwili na damu husaa mbegu ambazo zimejaa mauti. Ndiposa unaona ya kwamba babu yako alikufa, babu ya babu yako alikufa, baba yako atakufa ama amekufa, mama yako anaweza kufa, kwa sababu wewe ni mbegu ambayo ni ya kuzalishwa. You are not an original seed. A man, the way he looks, the way he resembles, is a perversion of the devil. He is a hybrid seed. He is dead when he is alive. Praise the name of the living God. Na ndio unaona ya kwamba kuna mauti kwa mbegu ya kuzalishwa, lakini kwa mbegu ya halisi hakuna mauti. So for us to be sons and daughters of God, na Mungu akijua ya kwamba shetani ataweza kuleta hitilafu katika mbegu za Mungu, Mungu aliweka mbegu ya neno lake ndani ya mioyo yetu. Wakati ambapo tulikuwa dunia hii haijaumbwa, wakati Mungu aliyekuwa ni Mungu, Bwana asifiwe, hapo ndipo tulikuwa ndani ya Mungu, kwa sababu kila mtu ni mbegu ya baba yake. Watu hawa ambao ninahubiria, kila mtu aliye hapa ni mbegu ya baba yake na sio ya mama yake, kwa sababu hakuna mama ako na mbegu. Mbegu ni za wanaume.
Watoto ni wa wanaume. Wamama kazi yao ni kubeba mbegu za bwana zao na kuwaletea watoto hapa duniani, ili mbegu za waume zao zikaweze kuwashaliwa na wakaweze kuwa na familia. Bwana asifiwe. So for us to be a seed, an original seed of God, which make us to be sons and daughters of God, we must that we were in God before the foundation of the world. As a germ of life, as a seed of God, as a gene of God. Bwana asifiwe. Kabla mimi sijazaa watoto wangu ambao niko nao, Mungu amenijalia kuwa na vijana wawili. Hao watoto walikuwa ndani yangu hata wakati nilipokuwa kijana mdogo. Hata wakati nilikuwa nacheza mpira, nilikuwa na watoto wangu. Bwana asifiwe. Na bibi niliyemuoa hakuniletea watoto, nilimuoa nikiwa na watoto wangu. Bwana asifiwe. Kitu alinisaidia ni kunibebea watoto wangu waje hapa duniani niwe na ushirika na watoto wangu. That the prophet explaining this is what he said. Can you give me paragraph 76 or slide 76 of the message God's Power of Transform, which was preached in 1965, paragraph 69. Listen to what the prophet said. The prophet is saying here, now, if we are the sons of God, his attribute, which you are an attribute of your father, not your mother. Are you listening to this? Sasa ikiwa sisi ni wana wa Mungu ambao ni uzao wake, ambao tulitokana na Mungu, sio kwa mama zetu. Bwana asifiwe. Ambao wewe ndio mbegu ya baba yako, ambao haikutokana na mama yako, but your father, the germ lays in the father. Amen. And now your mother was an incubator that bear the seed of your father. And the earth in flesh is also the incubator that bear the seeds of God. Just exactly, not the world, how great the world is. It is how great the God that made it. See? And now, if you are a son and daughter of God, then you are in God at the beginning. You are his attribute. If you wasn't there then you never was or never will be. Because I cannot bear from my loins the son of this man here or that man here. I can only bear my own sons. And they would bear my likeness. Hallelujah. You see it? Sons and daughters was in God at the beginning. Look, you have got eternal life. You say, we believe it. We have got eternal life. The only one form of eternal life, that is God. That is the only thing that is eternal, is God. Then if you have got eternal life, that life that's in you always was, and you were in the loins of God before even there was a world. Amen. Praise the name of living God. Now the prophet is typing the natural to the spiritual. He's saying here, ikiwa sisi ni wana wa Mungu ambaye ni uzao wake, kama vile tulivyo uzao wa baba yetu, sio wa mama yetu kikawaida, ni uzao wa baba yetu, na ile chembe ya uhai ambayo ilituzaa ilikuwa ndani ya baba yetu ama ndani ya baba zetu, na tukaweza kuzaliwa na mama zetu, kwa sababu mama zetu walikuwa chombo cha kubebea mbegu ya baba zetu ambayo tulikuwa ni sisi. Hata dunia ni chombo ama ni mimba ama ni mahali pa kubebea mbegu za Mungu, tunajua hivyo. Na si ya kwamba ulimwengu ni mkuu, lakini Mungu aliye mkuu. Basi nabii anasema hivyo na sisi ikiwa tulikuwa wana na binti wa Mungu, basi tulikuwa ndani ya Mungu kabla ya mwanzo. Bwana asifiwe. Tulikuwa ni uzao wake
kama tulikuwa ndani yake. Na ikiwa haukuwa ndani ya Mungu, the prophet is saying here, if you are the prophet is saying here, you are his attribute. If you was not there, you never was or you never be. Bwana asifiwe. Mimi siwezi kuzaa watoto ambao hawako ndani yangu. Bwana asifiwe. Na mimi siwezi kuzaa watoto wa ndugu huyu ama ndugu yule. Naweza tu kuwazaa watoto wangu ambao ninawabeba, ambao wako viunoni mwangu. Na hivyo Mungu, mbegu zake ambazo zinaweza kuzaliwa ni watoto wake ambao walikuwa ndani yake kabla ya mwanzo. Na nabii anasema, ikiwa haukuwa ndani ya Mungu, sahau, wewe haukuwa na hautakuwa mbegu ya Mungu ambaye inaweza kuitika binti na mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Na hapo ndipo nabii anasema Mungu anaweza tu kuwazaa walio wake, hawezi kuzaa watoto wengine, na wale atawazaa watakuwa na sura na mfano wake. Ndiposa unaona alipomzaa Adamu alisema, na tuumbe mtu kwa mfano wa sura yetu. Bwana asifiwe. Adamu hakuwa na umbo wa malaika. Adamu alikuwa na sura ya Mungu, kwa sababu Mungu ndiye alikuwa baba yake. Alikuwa katika mfano wa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye alikuwa baba yake. Mikaeli hakuwa baba wa Adamu. Haleluya. Gabrieli hakuwa baba wa Adamu. Mungu ndiye alikuwa baba wa Adamu. Na kila mtoto hana budi kuzaa watoto wanafanana naye. Bwana asifiwe. Na mimi sitaki kuanzisha vita hapa kanisani, nasikia tayari iko huko ulimwenguni. Mababa ambao wameanza kuangalia watoto wao na kuona ya kwamba, mmesikia katika redio na televisheni, ya kuona ya kwamba huyu mtoto masikio si kama yangu, sura si kama yangu, mapua si kama yangu. Huyu mtoto wale matajiri tumesikia wanawapeleka hospitali, wanapimiwa DNA, waangalie kama watoto hao ni wao. Nasikia walioandika gazeti walisema 70%. In fact, they said, this is a confirmed research I'm talking about. They said over 70% wa watoto ambao wanalelewa na baba zao katika ndoa, baba hao hawajawazaa. Bwana asifiwe. Na watoto wa Mungu wanakaa kama Mungu, kwa sababu hawana budi kuwa na sura na tabia kama za baba yao. Bwana asifiwe. Kitu kingine ambacho tunaona, kama wewe ni mtoto wa Mungu ama kama wewe ni mbegu ya Mungu, basi wewe uko na uzima wa milele. Kwa sababu nabii anasema hakuna kitu kingine ambacho chaweza kuwa na uzima wa milele isipokuwa Mungu. Ni Mungu peke yake anaye uzima wa milele. Yeye ndiye uzima wa milele. Na ikiwa sisi tuna uzima wa milele, tuna uzima wa milele kwa sababu tulikuwa ndani ya baba yetu ambaye ni uzima wa milele. Basi ikiwa baba yetu alikuwa ni uzima wa milele, basi sisi nasi tunao uzima wa milele. Yesu Kristo akasema, mimi ndimi njia, mimi ndiye ufufuo, na mimi ndiye uzima wa milele. Na ikiwa Yesu Kristo ndiye baba yetu na tulikuwa ndani ya Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, basi hata sisi tuna umilele ndani yetu, kwa sababu tulitoka ndani ya baba aliyekuwa umilele kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Bwana asifiwe. Amen. Pigia Bwana makofi. Praise the name of living God. That is the only way you can have eternal life. Kama ulikuwa hauko ndani ya Mungu, hauwezi kuwa na uzima wa milele. Praise the name of living God. Sasa wacha nikusomee nukuu nyingine itakushangaza kidogo. Nabii anasema hivi. Give me slide 35. Praise the name of living God. In this message, that is called Millennium Church Age, praise the name of living God, the prophet is saying here, in the book, Church Age book, chapter 4, the prophet is saying here, now then, we are coming to conclusion
As eternal Logos, God was manifested in the Son, and in Jesus dealt all the fullness of Godhead bodily, and that eternal was the Father manifest in flesh, and thereby gained the title of Son. Even so we, eternal in his thought, in turn become the many membered of the spoken word seed, manifest in flesh. And those eternal thoughts now manifest in flesh are the sons of God. Even as we are so called, we did not become seed by rebirth. We were seed, and therefore we are reborn. For only the elect can be reborn. Because we were seed is the reason we could be quickened. In non-seed, there is nothing to quicken. Amen. I want to tell you, that is a statement by the prophet. Ate kama vile yeye Logos aliyekuwa ndani ya Mungu akatoka ndani ya Mungu, na katika yeye akawa mwana wa Mungu Yesu Kristo, ndani yake kulijaa utimilifu wote wa Mungu. Bwana asifiwe. Na kwa ajili ya kuwa utimilifu wa Mungu ulikaa ndani ya Yesu Kristo, akawa na taji ya kuwa mwana wa Mungu. Na pia nasema basi ndivyo ilivyo na sisi. Bwana asifiwe. Ndivyo ilivyo na sisi ambao tulikuwa ndani yake tukiwa mawazo ya umilele ndani ya Mungu, tukaweza kuwa mbegu ya neno la Mungu lilionenwa, na tukaweza kudhihirishwa katika mwili tukiwa mbegu za umilele maishani mwetu, ikidhihirishwa katika mwili wana wa Mungu. Hivyo hivyo tunavyoitwa, hatukuwa mbegu kwa sababu ya kuzaliwa. Tulikuwa mbegu hata wakati ambao tulikuwa hatujazaliwa. Sio kuzaliwa kunatufanya tuwe mbegu, bali tunakuja tukiwa mbegu ndiposa tunaweza kuzaliwa. Ni mbegu inaweza tu kuzaliwa ya Mungu. Kwa wale ambao si mbegu ya Mungu hawawezi kuzaliwa. Kwa wale ambao si mbegu ya Mungu hakuna kitu cha kuishwa ndani yao wakapata ujuzi huu wa kuzaliwa mara ya pili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu dada, ujuzi tunaoongelea wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili na wa ubatizo wa Roho Mtakatifu, ujuzi huo unawezekana tu kupokelewa, unawezekana tu kupatikana kwa wale ambao walikuwa ni mbegu za Mungu. Ndio wanaweza kuzaliwa mara ya pili. Kwa hivyo ndugu dada, ikiwa ndani yako una imani ya kwamba wewe ni mbegu ya Mungu, iliyetokana na Mungu, iliyekuwa ndani ya Mungu, Paulo ndiye ametusaidia katika kitabu cha Warumi 8. Amesema ya kwamba wale Mungu aliwajua awali, hao ndio Mungu aliwachagua. Wale aliyowachagua, hao ndio aliwakusudia. Wale aliwakusudia, hao ndio amewaita. Wale amewaita, amehesabia haki. Wale amehesabia haki, amewatukuza. Hao ndio mbegu za Mungu. Bwana asifiwe. There is no any other way you can be a son of your father lest you were a gene or a germ of life in your father before the foundation of the world. Mimi najua kwa neema ya Mungu, kama vijana yangu watapata bibi na wazae watoto, ninategemea nitamuona Kimani mwingine. Bwana asifiwe. Na ikiwa watoto wa Mungu waliokuwa ndani yake wanaweza kupata ujuzi huu tunaoongelea wa kweli, Mungu anajua ya kwamba Kristo aliye hai atazaliwa hapa duniani, atatembea na miguu miwili. Kristo huyo ataenda akiponya wagonjwa, ataenda akifufua wafu, ataenda akitakaza wenye ukoma, atafukuza mapepo, atafungua macho ya vipofu, haleluya, visiwi wataongea, kwa sababu Kristo amezaliwa mara ya pili hapa duniani. Bwana asifiwe. Mara ya kwanza alizaliwa na Mariamu, akaja hapa duniani,
akaishi hapa, akatukufia msalabani. Mara ya pili anazaliwa ndani ya bibi harusi wake, anazaliwa ndani ya kanisa. Wewe ndiye Mariamu ambaye anamleta mbegu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kuwa kama Mariamu aliyeambia malaika Gabrieli aliyeleta ujumbe ya kwamba na iwe kwangu mjakazi wako kama ilivyo mapenzi yako. Hallelujah. Huo ni ujumbe wa siku ingine. But the thing I was saying is, wale ambao si mbegu hawawezi kupata ujuzi huu. Na ndiyo nilivyokuwa sema ya kwamba Abeli alikuwa ni mbegu ya Mungu, lakini Kaini alikuwa si mbegu ya Mungu. Maandiko inasema hivyo, ya kwamba Kaini alikuwa ni wa yule muofu, na yule muofu si Mungu wala si Adamu, bali ni yule muofu Shetani. Bwana asifiwe. Tunasema ya kwamba Esau alikuwa si mbegu ya Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye anayesema ya kwamba nalimchukia Esau na nikampenda Yakobo. I want to tell you my brother, my sister, Mungu akikuchukia sijui unaweza pendwa na nani. Bwana asifiwe. Ni Mungu mwenyewe anasema alimpenda Esau, alimpenda Yakobo, akamchukia Esau. Praise the name of God. Hallelujah. Alimpenda Yakobo na akamchukia Esau. Kwa hivyo katika Esau hautaraji ya kwamba Esau angezaliwa mara ya pili. Hautaraji Kaini angezaliwa mara ya pili. Musa angezaliwa mara ya pili. Balamu angezaliwa mara ya pili. Daudi angezaliwa mara ya pili. Firauni angezaliwa mara ya pili. Petro angezaliwa mara ya pili. Judasi angezaliwa mara ya pili. Yesu Kristo akiongea kuhusu Judasi anasema, najua mko 12 na mmoja yenu ni ya Shetani. Bwana asifiwe. Na ndiposa unaona Yesu Kristo watoto wake wanapoenda nyumba ya juu kupata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili na ujazo wa Roho Mtakatifu, Judas hayuko, hawezi kwenda pale. Si mbegu ya Mungu. There is nothing in Judas that was to be quickened or to be quickened by the Holy Ghost in the upper chamber. Amen. He was not a son of God. He could not receive the new birth and the baptism of the Holy Ghost, which they received on the day of Pentecost. We the prophets say they received the new birth and the baptism of the Holy Ghost in one act. I'll give you that quote when we come here next time. Bwana asifiwe. Praise the name of God. So we know ya kwamba sisi tumebeba mbegu ya Mungu inayotufanya, mbegu ya neno la Mungu inayotufanya tuwe binti na wana wa Mungu. Sasa ikiwa tumebegu na tunaona mbegu hii iko na uwezo wa kuzaliwa tena, kwa sababu ni mbegu ya asili na ni mbegu ya neno la Mungu. Sasa kitu tunahitaji ni udongo, ili udongo ukaweza kushika hii mbegu ikaweza kuzaliwa mara ya pili. Praise the name of God. Tunahitaji udongo. Na udongo, nabii anasema nabii anapoongea, give me slide 36. 136, sorry. 136. So in the message says we would like to see Jesus, which was preached in 1961, paragraph 15. This is what the prophet said when he is talking about where is the ground to hold this seed, because the seed must be born again. And if you are a seed of God, you can be reborn. So the prophet in this message is saying here, Jesus said that the word of God is like a seed that the sower sowed. And any seed that falls on the good fertile ground will produce its kind. And if I can only by the help of the Holy Spirit cast forth the seed into your heart. So the ground that you will carry this seed, the ground that this seed is supposed to fall on is your heart. Amen. Udongo ambaye
utaweza kushika hii mbegu, ama mahali hii mbegu itaweza kuwa ili kaweza kuzaliwa mara ya pili, ni katika roho yako. Kama katika roho yako hakuna chembe chembe ya mbegu ya Mungu, hauwezi kupata ujuzi huu ambao tunakuja kujifundisha juu yake, wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili. Lazima ya kwamba ndani ya roho yako kuwe ya kwamba kulikuwa na mbegu ya Mungu ulipokuwa unazaliwa hapa duniani. The prophet say here, I can only if I can by the help of God, of the Holy Spirit, cast forth a seed into your heart, and to the unbeliever's heart, and to the lukewarm's heart, and to the sick's heart. Let that seed catch life. If it is in the right kind of a ground and the right kind of condition, it will live. Praise the name of living God. Hata mnakumbuka Yesu Kristo alipofundisha mambo haya katika kitabu cha Luka 8, alisema mpazi wa mbegu alienda akapanda mbegu, zingine zikaanguka barabara, zingine zikaanguka kwa miba, zingine zikaanguka kwa miamba, zingine zikaanguka kwa udongo wenye rutuba mzuri. Akasema mbegu ni neno la Mungu, lakini barabara ni mfano wa watu, miamba ni mfano wa watu, mimba ni mfano wa watu, udongo mzuri ni moyo wako. Nabii amesema hivyo. Kama anaweza kuweka mbegu ya Mungu katika roho ya mtenda dhambi, katika roho ya huyo mtu ambaye hajaamini, katika roho ya huyo mtu ambaye ni fugufugu, kama anaweza kuweka mbegu ya Mungu kwa huyo mtu ambaye ni mgonjwa, mbegu hiyo ikiwa imewekwa katika mahali pazuri itaweza kuishi. Bwana asifiwe. And the only way we can receive this true new birth, this true experience of the new birth and of the baptism of the Holy Ghost that we are talking about, is whether we have that germ, that seed of God in our souls or in our hearts. That's the only way. These are the only people who can be reborn. Hao ndio watu ambao wana kitu ambacho chaweza kuhuishwa ndani yao. Nabii anasema kwa wale ambao si mbegu hakuna kitu cha kuhuishwa. Bwana asifiwe. Kwa watoto wangu wa vijana nilionao, najua ya kwamba kuna kitu cha kuhuishwa ndani yao, wakamzae mtu mwingine anayefanana na mimi. Bwana asifiwe. Lakini kwa watu wadao si vijana wangu, hakuna kitu ndani yao chaweza kuhuishwa kikalete mtu anayefanana nami. Bwana asifiwe. Praise the name of living God. And now, ikiwa ya kwamba basi mioyo yetu ndiyo rutuba, ndiyo udongo, mahali hii mbegu ya Mungu iko, ni kusema basi tunapozaliwa hapa duniani tunakuja tukiwa na hiyo mbegu ndani ya mioyo yetu. Kama vile mtoto wangu amebeba mbegu ya DNA yangu, yeye ni mbegu yangu. Akizaa mtoto atamzaa mbegu yangu. In the name of living God. Are you getting these things, my brethren? Oh, I wish we are done with this. We are done with this a lot of explaining of these seeds. And then we got to the real talking about the true experience of the new birth. Praise the name of living God. But we will do that in a very few weeks to come. So the prophet is saying here, lazima basi ikiwa tuko na mbegu na udongo wa kushika hii mbegu, it is your heart. Kitu basi tumesalia nacho ni maji. Maji ambayo itaweza kumwagika juu ya hii mbegu ili hii mbegu ikaweze kupata kuzaliwa. Bwana asifiwe. Kaweza kupata kuzaliwa. Na mbegu, maji, na ni kama vile nilikwambia, ndio inasababishanga. Maji ni muhimu sana katika kuzaliwa kwa mbegu, wapendwa. Maji ndio iko na nguvu za kusababisha mauti na kuzaliwa. Because kuzaliwa is a death and a birth. Talk in the natural, talk in the human beings. Bwana asifiwe. Ukiongea kuhusu mbegu,
ya kawaida lazima ianguke kwa udongo. Ikianguka kwa udongo, ikiguzwa na maji, inaanza kufa. Ikikufa, inaoza. Ikioza, inachipua. Ikichipua, inazaliwa tena. Bwana asifiwe. Ukiongea kuhusu wanadamu, the little germ of life, that sperm, lazima iingie, ijipeleke pale kwa yai, iingie ndani ya yai, ikufe, alafu yai likaeze kuumbika mtoto. Kweli? Na tukiongea juu ya sisi kuzaliwa mara ya pili, lazima kuna sehemu ndani ya maisha yetu ambayo haina budi kufa na kuoza, na ili mbegu ya Mungu ikaweze kupata maji ya uzima, ili ikaweze kufa na kuoza na kuchipuza, na ili tukapate ujuzi huu wa kuzaliwa mara ya pili. Water in this process of the new birth is a very important element, because without the water, even if we have ground, even if we have a good original seed with life in itself, we cannot be able to go through the process of the new birth kama hatuna maji. Praise the name of living God. Give me slide 87. And if we are talking about the water, that is going to bring this new birth, or the process that is going to trigger the process of the new birth in this seed, which is you and me. That the prophets say in the 7 church ages, this is what the prophets say, 87. And in preaching now, there are some people that are preachers, and they can pick up the word with inspiration and swear it out there in places. That is watering the seeds that the teacher has taught. Now, you got to put some seed in first, and then water it. And the watering comes from the preaching of the word. Amen. Oh, I hope you get this one. Amen. This is very important. Hii ni muhimu sana. Hii ndio imezuia wadugu wengi na wadada wetu na makanisa yetu ya ujumbe kukosa kuwa na ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili. Na ndio lazima ukanisikize kwa makini, na ndio lazima ukaweze kuelewa hii. Nabii anasema hapa katika ujumbe huu wa dahari 7 za makanisa, anasema katika kuhubiri kwa neno la Mungu, kunao watu ambao ni wahubiri ambao wanaweza kuchukua neno la Mungu kwa uhuisho na kuliweka katika mahali pahali. Nabii anasema wanapohubiri, hiyo ni kunyunyizia mbegu maji. That is watering the seeds that the teacher has taught. So if we have a preacher here, a true, genuine preacher sent by God, Bwana asifiwe, and we have a true brother, a true sister with a germ of life, with a seed of God in his heart, and then we have in your heart, which is the ground, we have a preacher in our pulpit who is able to preach the true word of God. Amen. To the church and to the believers. I want to tell you, water has power to force every seed to die and be born again. Maji yako na uwezo, iwe ya kwamba ni mbegu nzuri, iwe ya kwamba ni mbegu mbaya, maji yana uwezo wa kila mbegu ikazae aina yake. Ndipo Yesu Kristo alisema ya kwamba mtu mmoja alienda akapanda mbegu ya ngano. Adui yake akaja nyuma yake usiku akapanda magugu. Bwana asifiwe. Lakini wakati mbegu ambazo zilikuwa sijamea, hakuna kitu ambacho kingejulikana ni tofauti. Wacha wakati mvua ilipomwagika na zile mbegu zikakufa, zikaoza, zikachipuza, wale ambao ni wapalilizi wa shamba wakamwambia, Bwana, na si shamba lako si ulipanda ngano, ni vipi basi tuaona ya kwamba pia zamea pamoja na magugu? Akawaambia, yule muofu alikuja nyuma yangu akazipanda zile mbegu za magugu,
Basi hawa wakasema, basi Bwana, turuhusu tuingie kwa shamba tukatoe magugu ili tukayatupe. Akasema, la, msifanye hivyo, kwa sababu mwaweza kwenda kung'oa magugu mkazing'oa na kuharibu mbegu za ngano. Hata hivyo, wacheni zikue pamoja, ili siku ya mavuno nitatuma malaika, nao watashika matita mbegu ya magugu, nayo ngano itahifadhiwa ghalani. Bwana asifiwe. Lakini ni kitu gani ambacho kilisababisha mbegu hizi zote mbili kutokezea na kuzaliwa tena? Ni maji ya mvua yaliyomwagika juu ya hizo mbegu. Na kuambia ndugu dada, we just need a true preacher in our churches. We just need, oh hallelujah, tunahitaji tuwe na wahubiri wa kweli katika makanisani mwetu. Tunahitaji tuwe na wahubiri na wachungaji na wahuduma ambao wanaweza kulihubiri neno la Mungu. Haijalishi ni nani aliye ndani yetu, haijalishi ni Kaini na Abeli, haijalishi ni Esau na Yakobo, haijalishi ni Musa na Balamu, haijalishi ni Yudasi na Petro. Mradi maji itamwagika, kila mbegu itazaa aina yake. Don't you joke around with the power of the water. Amen. That's true. Sasa tuko katika msimu wa kupanda. Tumetayarisha mashamba yetu. Lakini saa hii mbegu za kwekwe na magugu zote zimejaa huko na huwezi jua. Weka mbegu yako, hauwezi jua mbegu ile imelala hapo. Lakini kitu kitasababisha mbegu hizi kujulikana ni mbegu gani iliyoko ndani ya udongo, ni mbegu gani imemea, ni maji. Maji ndio ina uwezo wa kuweza hizi mbegu kuchipuza, kuzaliwa. Ni maji, ndugu dada, itakupa ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili. Ujuzi wa kweli hauwezi kupatikana kwa kitu kingine. Waweza tu kupatikana kama wewe ni mbegu ya Mungu iliyoko ndani ya roho yako. Ukinyunyiziwa maji ya uzima, utapata ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili. Na nabii anasema hapa, sasa lazima uweke mbegu pale kwanza, alafu uipe maji. Na kuipea mbegu maji kwatokana na kuhubiriwa kwa injili. That's what the prophet says. That's the watering of the seed, and the teacher has taught. Now you got to put some seed in first and then water it. And the watering comes from the preaching of the word. Can you say amen? Ya kwamba kunyunyiziwa kwa mbegu zilizoko ndani ya wapendwa kunatokana na mahubiri ambayo wataweza kupata. Na hapa sasa ndio nabadilisha lugha na ndio nabadilisha mahubiri. Na sielekezi mahubiri yangu sasa kwa makanisa, kwa wale wa ndugu wanakaa chini. Naelekeza mbegu kwa mibara yangu, kwa sababu mibara yangu imepewa jukumu la kunyunyizia maji mbegu zilizoko ndani ya wadugu na wadada, ili wakaweza kuzaliwa mara ya pili. Ndugu dada, na kuambia, ili ukapata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili, la kujazwa na Roho Mtakatifu, lazima uhubiriwe neno. Lazima uhubiriwe neno. Lazima uwe chini ya mhubiri ambao ako na uwezo wa kuhubiri neno la Mungu. You must be under a minister. You must be under a pastor. You must be under a preacher that is with ability, that is God-gifted preacher to preach the word of God. Bwana asifiwe. Amen. And on this, for the pastors and the preachers and the ministers that are watching on YouTube, I have nothing against you. But I have a responsibility to tell the church that I am the overseer, the truth. Amen. And I am not preaching against the preachers. I'm not inciting congregation to be against their pastors, no. But I'm saying what the prophet said here. That the watering of the seeds comes from the preaching of the word of God.
Hiyo inajukumisha kila mhubiri, hana budi kuhubiri neno. Amen. Hakuna kitu kingine ambacho chaweza kuletea wadugu na wadada na makanisa yetu ya ujumbe ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili na kujazwa na Roho Mtakatifu, isipokuwa watu wahubiriwe neno, kwa sababu nabii asema maji ya kufanya hizi mbegu zikachipuze na zikazaliwe mara ya pili inatokana kwa kuhubiri neno la Mungu. Amen. Come from the preaching of the word of God. First Peter, the book that we have read to this morning. Amen. Inasema ya kwamba tunazaliwa mara ya pili, sio kwa mbegu inayoharibika, bali kwa mbegu ambayo isiyoharibika, mbegu ya neno lidumilo hata milele. Bwana asifiwe. First Peter chapter 1 verse 23 is what the Bible says. Being born again. Glory. Hallelujah. Are you listening to this? Amen. Being born again. Amen. Not of corruptible seed, but of uncorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So every preacher that comes in our churches, that takes our pulpit, must have ability to preach the word of God, because the word of God is the only seed, is the only kind of the water. Yes. You know, kukiweko na mtu ambaye si mhubiri katika makanisani mwetu, si ya kwamba hatutazaliwa. Hallelujah. Tutazaliwa tu, lakini wale ambao watazaliwa hawatapata ujuzi wa kweli ambao Yesu Kristo aliambia Nikodema akaweze kuzaliwa ili akaone na kaingie katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Kuzaliwa ambapo tunaongea juu yake kwa kweli kunatokana na Paulo anasema kuzaliwa mara ya pili na mbegu isiyoharibika, mbegu ambayo ni neno la Mungu lidumilo hata milele. Wandugu na wadada, hawawezi kuzaliwa na mahubiri ambayo haitatokana na neno la Bwana. Hawawezi kuzaliwa na mafundisho na kanuni za imani na mafundisho ya kishetani ambayo haiwezi kupatikana katika Biblia. Lazima tuhubiriwe kweli, lazima tuhubiriwe neno, lazima tuhubiriwe kila kitu ambacho ni neno la Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo mahubiri ya neno ndiyo maji peke yake yanayoweza kuletea mbegu ya Mungu kuzaliwa kwa kweli. Praise the name of living God. Ndio naona Yesu Kristo anasema lazima tuhubiriwe neno. Neno ni Kristo. Is that the word? In the beginning was the word. Yes. And the word was with God. Amen. And the word was God. Amen. He, the word, was manifested in flesh. Jesus Christ. That's right. Yes. Kwa hivyo lazima tuwe na wahubiri ambao watatuhubiria neno, na kuhubiriwa neno ni kuhubiriwa injili, na injili ni Kristo. Amen. Lazima Kristo ahubiriwe kwetu. Wacha kuja kujihubiri kwetu. Usituhubirie juu ya watu wengine, usituhubirie juu ya wanadamu. Sisi hatuhubiri juu ya Brother Branham, tunahubiri Kristo. Amen. Bwana asifiwe. Hata kama huyu ndugu Branham angekuwa anahubiri neno, hatungekuwa na kitu na yeye. We just look what he said because he preached the word of God. Amen. In the name of living God. Amen. I'm saying this because there are people outside there that say that, but you believe a man, you preach a man. No, we are not preaching a man, we are reading the word. Amen. We are tying what he said by the word of God, the written word in the Bible. In the name of living God.
is why Jesus said in the book of John, chapter 1, and verses 11, verses 12, verses 12, 13 say, but as many as received him, to them he gave power to become sons of God. Amen. Praise the name of the living God. Amen. The watering of the seed that are in our souls, in our hearts, come from the preaching of the word of God. Is that true? Amen. Now, and that word is Jesus Christ. Is that true? Amen. Now, Jesus, when he was teaching about this new birth we are talking about, alisema ya kwamba katika kitabu cha Yohana 1:12 ya kwamba na kwa wale wote ambao waliweza kumpokea, kwao yeye aliwapa uwezo, aliwapa nguvu za kufanyika wana wa Mungu, kwa wale ambao waliamini katika jina lake, ambao hawakuzaliwa kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili wala kwa mapenzi ya mwanadamu, bali kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Ukihubiriwa ukiwa na mhubiri mibarani ambaye anaweza kuhubiri Kristo, na hakuna Kristo ambaye anaweza kuhubiriwa ili akaweze kupokelewa na kuaminiwa na wandugu na wadada kama hahubiri neno. Lazima mhubiri ahubiri neno. Anapohubiri neno anahubiri Kristo. Akihubiri neno la kweli anahubiri Kristo. Akihubiri injili ya kweli anahubiri Kristo. Nao wale ambao wanahubiriwa huyo Kristo, wakimpokea, wakimwamini, huyo Kristo anawapa nguvu ya kuzaliwa mara ya pili. Sio kuzaliwa kwa mwili, sio kuzaliwa kwa damu, sio kuzaliwa kwa mwanadamu, bali kwa kuzaliwa kwa Mungu. That is the only way you can receive this true experience of the new birth and of the baptism of the Holy Ghost. Must come from preaching of Christ to the people. Amen. Lazima ije kwa kuhubiriwa kwa Kristo kwa watu, na ni lazima watu wakaweze kumpokea Kristo aliyehubiriwa kwao. Paulo alisema mulipokea Kristo. Bwana asifiwe. Na ikiwa mhubiri hawezi kuhubiri Kristo aliye hai na aliyefufuka kutoka kwa wafu, kanisa hilo haliwezi kupata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili. Kwa sababu kuzaliwa kwa pili ambayo tunaongea juu yake kwawezekana tu kwa Kristo akihubiriwa kwa watu. Watu wampokee Kristo, watu wamwamini Kristo. Oh, hallelujah. And do you know there is two meaning between accepting and believing? That's right. That's true. In the name of living God. Taongea hiyo siku ingine, lakini nabii anasema ukienda mitaani uulize makahaba walio mitaani na walevi ambao wako vichochoroni, uwaulize, kahaba, wewe umempokea Kristo? Atakwambia nilimpokea. Unamwamini Kristo? Nilimwamini tangu nilipokuwa mtoto. Bwana asifiwe. Kupokea ni kudai, kupokea ni kukiri, lakini kuamini ni kuishia. Watu wengi ni wakiriji ya kwamba wanamwamini Kristo. Ndio unaona tukiwa katika hiyo hali tu ya kukiri Kristo kwa sababu alihubiriwa kwetu, kwa sababu nabii, maandiko imesema ya kwamba wale waliompokea baadaye wakamwamini katika jina lake, hao ndio aliwapa uwezo wa kuwa binti na wana wa Mungu, waliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi ya mwanadamu, bali kama mapenzi ya Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kujua ukweli huu wa ujumbe huu kiakili, that is accepting it. You accept this message is the truth, but do you believe it? Because if you are going to believe it, oh, you are going to live by the message. You are going to obey the message. You are going to live by the word of God. Why? Because you have accepted and you have believed the word, Jesus Christ, whom have been preached to you. Yes.
Lakini tu ukimpokea kiakili, unaamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Mungu, naamini. Lakini Yesu Kristo akisema maneno yangu yakikaa ndani yangu, amri zangu zikikaa ndani yangu, ndani yenu. Bwana asifiwe. Ikifika ni kuishi kwa neno na kuishi kwa amri ya mafundisho na neno la Mungu, hauwezi hiyo kama haujaamini. Mafarisayo walikuwa wamekataa kumpokea aliyetumwa. Bwana asifiwe. Wakakosa uzima wa milele. Nayo maandiko inasema ya kwamba uzima wa milele ndiye huu, ni kumpokea na kumwamini aliyetumwa. Bwana asifiwe. Yohana 17 mstari wa 3 inasema, and this is eternal life, that they may, John 17, that they may know you, the true one God, and Jesus Christ whom you sent. Amen. That is what it is, eternal life. That's right. I want to tell you, brethren, I'm not joking around this one. Because the prophets say, if in our pulpits, if in our local fellowships, we are going to have ministers, we are going to have preachers, we are going to have pastors who cannot be able to preach the word. Ndio naona tunauliza wandugu na wadada wanapotanga katika makanisani, ni wapi wanaenda? Ulikuwa wapi? Ulikuwa majuma kadhaa umeenda wapi? Ulihubiriwa kitu gani? Ulisikia kitu gani? Je, kwa hubiriwa neno kusihubiriwe neno? Bwana asifiwe. Kwa sababu onyo iliyoko ni hii, ya kwamba ukiwa chini ya huduma ambayo haihubiri kweli, na kuambia bila kuficha ficha uwewe ya kwamba uko chini ya mhubiri muongo. Kweli? There's two ways. You either have a true preacher gifted and sent by God to you, or you have a false prophet, or a false preacher, or a false minister, or a false pastor, if that person in your pulpit, in your local fellowship, is not able to preach the word of God. That's right? Give me slide 12 of the message. You must be born again, which was preached in 1961. Paragraph 121, 129. The prophets say, and we must listen to this, because brethren, I told you, ikiwa ya kwamba tutakuwa na wahubiri wa uongo makanisani mwetu, si ya kwamba hatutazaliwa, tutazaliwa. Lakini ule ujuzi wa kuzaliwa tutakaopata ni ujuzi wa uongo. Ndio unaona wakati neno la Mungu linahubiriwa makosa, na wahubiri tulionao siku ya leo wakikosa kuelezea kinaganaga, wakikosa kuelezea kwa ufunuo ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili na wa Roho Mtakatifu, watu watapokea ujuzi wa urongo, ujuzi wa urongo wa kuzaliwa mara ya pili, ujuzi wa urongo wa kujazwa na Roho Mtakatifu. Wanadai ya kwamba wamezaliwa mara ya pili, wanadai ya kwamba wamejazwa na Roho Mtakatifu, lakini ukiwaangalia maishani mwao hakuna kitu kinaonyesha ya kwamba wamezaliwa na neno la Mungu, mbegu isiyoharibika, bali unaona hii ni urongo tupu. Bwana asifiwe. You must be born again. Paragraph 129, the prophet said, now false teachers will bring false birth. True prophets will bring the word, the birth of the word, Christ. Hallelujah. Can you say amen? Pigia Bwana makofi. Nabii anasema ya kwamba walimu wa uongo waleta watu kuzaliwa kwa uongo, lakini manabii wa kweli, ambao ni wahubiri wa kweli, ambao ni wachungaji wa kweli, ambao ni wahuduma wa kweli, wanaleta neno ambalo linaleta watu kuzaliwa katika neno Kristo. But the false prophets will bring false birth, the birth of the churches, the birth of Christ, and the birth of denomination. Lakini manabii na wahubiri na wachungaji na nataka kukuambia ukweli ndugu dada, believe this or not, not every preacher that is preaching in this message that is a true preacher. Hiyo amini, na ukikosa kuamini ni shauri yako. Sio kila mhubiri
aliyoko na kanisa la ujumbe ambao ni mhubiri wa kweli. Sio kila ni mhubiri aliyoko katika mibara ya makanisa ya ujumbe ambalo linanuia kwenda mbinguni, kwa sababu hauwezi kwenda mbinguni mpaka uzaliwe mara ya pili, na huwezi kuzaliwa mara ya pili kama wewe si mshirika wa kanisa la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukiwa ya kwamba we have received a false birth from false preachers, then we will never go to heaven. Ikiwa basi tulikuwa chini ya huduma ya wahubiri wa urongo, wachungaji wa urongo na wahuduma wa urongo, wakahubiri urongo kwetu, tukazaliwa katika urongo, hatutakuwa sehemu ya kanisa hili ambalo litaenda mbinguni. Sahau kwenda mbinguni. Ukikufa bila ujuzi huu unaotokana na mahubiri ya kweli, sahau kuamuka siku ya ufufuo. Hata ukiishi mpaka siku ya kuja kwa Yesu Kristo, sahau kubadilishwa kwa mwili ukaweze kuwa sehemu ya kanisa ambalo itakutana na Bwana Yesu Kristo mawinguni. Sahau kwenda katika unyakuzi, sahau kuwa katika karamu ya mwanakondoo, sahau kuwa katika the great millennium, sahau kukalia viti pamoja na Kristo hukumu ulimwengu. Sahau to go back to eternity. You think I'm joking with this subject? In the name of the living God. Lazima tuwe chini ya wahubiri ambao wanahubiri neno ambao inaweza kusababisha sisi tukaweza kuzaliwa mara ya pili, tukapata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili, ili tuwe kanisa, ili tuwe waaminio. Can you say amen? Ili tuwe wa Kristo. Can you say amen? Iwe tuwe bibi harusi ambaye ataenda katika unyakuzi. You will never go to heaven without being born again. In the name of the living God. And now let me smother you a little. And you cannot be a member unless God has called you to be a member. Now, how happy you ought to be for that. For you were predestinated before the foundation of the world, and your names were written in the Lamb Book of Life, the church book, before the foundation of the world. That's the Bible. The Bible says the Antichrist, the organization, the Catholic, and the organization, the Catholic Church, with the rest of the organization, will deceive all upon the face of the earth, whose names are written in the Lamb Book of Life before the foundation of the world. Jesus said, all the Father has given me will come to me. That is his own word. It is not what you done, but what he done. Praise the name of the God. Ya kwamba nabii anasema, wacha nikusugue kidogo, ya kwamba huwezi kuwa mshirika wa kanisa hili mpaka Mungu awe amekuita. Unatakiwa kuwa mtu mwenye furaha namna gani ya kwamba wewe Mungu alikukusudia kabla ya kuwekwa misingi ya dunia kuwa sehemu ya kanisa hilo. Oh, this is now the good news that I have for you. Can you shout? Can you say amen? Praise the name of the God. Now the Bible, the prophet is saying that your Bible tells you, if you are predestinated by God, if your name was in the Lamb Book of Life before the foundation of the world, you are a member of this church. You are predestinated to be a member of this church. Bwana asifiwe. Na nabii sasa hapa anasema ya kwamba, praise the name of the living God, nabii anasema ya kwamba tunatakiwa kuwa na furaha namna gani? Bwana asifiwe. Kujua ya kwamba tuliandikwa majina yetu katika kitabu cha mwanakondoo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, ili tuwe washirika wa kanisa hili ambao wana uwezo wa kuzaliwa mara ya pili, ambao wana uwezo wa kwenda mbinguni. Nabii anasema wale ambao hawakuandikwa katika kitabu hicho watadanganywa na makanisa ya Kikatoliki na madhehebu, kwa sababu wale walio wa Mungu, Mungu akiwaita wanakuja kwake. Bwana asifiwe. Praise the name of the living God. And in slide 14, in the message, the reaction to an action, this is what the prophet say. Now we see, tumeona katika ujumbe huu 5 identification of the true church of the living God. The prophet is saying, without the new birth, you are not going to be that part that you go to heaven. And now in this message, the reaction to an action, which was preached in 1959, paragraph 55, the prophet in this message said, if you don't have the true experience of the baptism of the Holy Ghost, you are not going to be there in the rapture. Praise the name of the living God.
Listen to what the prophet is saying here. I am going to ask you that hasn't got the baptism of the Holy Ghost, and you like to receive the Holy Ghost, here at the time to, here's the time to start it. You are here in the campground, and you are here at the time to receive it, and you know that no one will be in the rapture without the Holy Ghost. You know that no one will be in the rapture without the Holy Ghost. There will be sleeping virgin, the rest of the dead lived not for 1,000 years. Can you say amen? I want to tell you, my brother, I want to tell you, my sister, I want you to be certain, if you are a candidate of going to heaven, if you are a candidate of rapture, you must receive a true, genuine experience of the new birth. You must receive a true, genuine experience of the baptism of the Holy Ghost. For the prophet is saying these two messages, that without the new birth, you are not going to go to heaven. Without the baptism of the Holy Ghost, you are not going to be in the rapture. But in the name of the God, that is why we must take care of the churches we belong, of the churches that we are joining in. Ndio lazima tuwe waangalifu. Lazima tuwe waangalifu. Ni akina nani wanaotuhubiria? Tunapokea mahubiri kutoka nani? Nani huyo amehubiri? Anahubiri kitu gani? Neno la Mungu linasema namna gani? Biblia inasema namna gani? Ufunuo unasema namna gani? Manabii wa Mungu wanasema namna gani? Mitume wa Mungu wanasema namna gani? Kwa sababu tumejengwa imani yetu juu ya mitume na manabii. Mitume walisema namna gani? Manabii wanasema namna gani? Wanasifiwe. Ili ukiona mtu huyu haneni kama mitume, haneni kama manabii, sasa uokoe maisha yako. Praise the name of God. Ujue jinsi ya kuokoa maisha yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni katika huduma ya watu hawa ambao wakihubiri neno la Mungu wanaleta maji ya kuleta uzima juu ya chembe ya mbegu iliyotokana na Mungu na iliyo ndani yako, ili mbegu hiyo ikaweze kuchipuza na ukapata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili. Kwa hivyo ni lazima tuwe na wahubiri ambao wana uwezo wa kuona hili neno na macho ya kiroho na kuhubiri huu ujumbe wa siku ya leo. Hatutaki ujumbe wa jana, hatutaki ujumbe wa juzi, tunataka ujumbe wa leo. Tunataka neno la leo. Hatutaki ujumbe wa Luther, hatutaki ujumbe wa Wesley, hatutaki ujumbe wa Pentekosto, tunataka ujumbe wa bibi harusi. In the name of the living God. Listen to what the prophet said in Psalm 117. The prophet is saying in this message, God's only provided the place of worship. Amen. In the name of the living God. Yeah? This is what the prophet said, 117. Which was the message which was preached in 1965, paragraph 87, the message, paragraph 87, the prophet said here, now, think, this man, why was they caught and was put in this condition? This Pharisee, by Jesus, said, in vain you worship me. Worship him, genuine worship, true worship, from their hearts. In vain you worship me. Why? Wanasifiwe. Ati kwa nini hawa Mafarisayo Yesu Kristo aliwaambia kwa in vain? Kwa bure. Bure. Wanaabudu mimi bure. Wanaabudu Mungu bure. Wanasifiwe. Kwa nini wanamwabudu Mungu bure? Kwa nini Yesu Kristo akaambia wa Mafarisayo haya ya kwamba wanamwabudu Mungu bure? Nabii hapa anasema ni kwa nini? Nabii anasema ni teaching
for doctrine of their tradition of man. Teaching for doctrine their tradition of man. Ya kwamba walikuwa wamefundishwa mafundisho ya kanuni za wanadamu. Therefore, you make the commandments of God of none effect to the people. Na ukikosa kuhubiri neno, uhubiri kanuni, uhubiri maimani, uhubiri mahubiri ambayo hailingani na neno la Mungu, hakuna kitu ambacho neno kama hilo litawafanyia waaminio. Praise the name of God. That kind of a preaching that is contrary to the word of God, the doctrines of men and the creeds and denomination creeds, these and dogmas, praise the name of God, they will have never effect. They will never have any effect on the life of the people. So the prophet say here, paragraph 88 of the same message, if I taught you a Methodist message, praise the name of God, this is the bright time. If Moses taught the message of Noah, it would take no effect. If Jesus taught Moses' message, it would take no effect. Because the predestinated seed are laying there that will only be watered by the type of the water that give for that seed. It won't grow any other condition. It must be the condition that it grows. Praise the name of God. Nabii sasa nasikiza hapa anasema ya kwamba nikija niwahubirie ujumbe wa kimethodisti ama haijakuwa na nguvu yoyote juu yako. Hii ni wakati wa bibi harusi. Musa angekuja na mahubiri ya wakati wa Noa, mahubiri hayo haingesaidia watu wale. Na Yesu Kristo angehubiri mahubiri ya Musa, mahubiri hayo yake hayangekuwa na nguvu juu ya watu wale. Lakini mbegu iliyokusudiwa inalala pale ikigoja mahubiri ya wakati wa saa, kwa sababu haya mahubiri ya wakati wa ujumbe wa saa ndio yanaweza tu kuleta maji ambayo yanaweza kufanya hiyo mbegu ikaweze kukua katika hali yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu ndio nashangaa wahubiri gani ambao wanahubiri na wanaweka nabii kado. Watakuwa na ujumbe gani wa siku ya leo? Unawezaje kuwa unahubiri ujumbe pasipokuwa na nabii, pasipokuwa na mitume? Na Biblia tunajengwa, imani yetu tumejengwa juu ya mitume na manabii. Alafu nakuta mhubiri hakuna kitu kingine. Na sisemi ya kwamba you don't preach the Bible, but you cannot preach the Bible without referring the Bible from the prophet. Because there is no way you are going to understand the message of the day that you are living without hearing the messenger of the day that you are living. In the name of God. I've heard people say, I don't preach the prophet, I don't preach what he said, I preach the Bible. I want to tell you, you are a false preacher. Don't care about miracles, signs and wonders. I want to take care of the word of God. Amen. Because the church cannot be bothered by the signs, wonders and miracles. If that will be the case, denominations, they have preachers with signs, wonders and miracles, yet they don't receive the true experience of the baptism of the Holy Ghost nor of the new birth. Yes, sir. That's true. Sasa kuniambia nafuata miujiza, nafuata hii, fuata. Baada ya kufuata ulipata ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili wa kweli. Baada ya kufuatilia ulipata ujuzi wa kweli wa Roho Mtakatifu. Yes, sir. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of God. May God have mercy upon you. If I don't hurt you are feeling by this kind of message. Praise the name of God. Amen. Hallelujah. But my aim is not to hurt any feelings. In the name of God. But to tell you the truth. To teach you the word of God. In the name of God. So nabii anasema hapa ya kwamba ni chini ya yale mahubiri ambayo watu hupokea yanaleta maji ambayo yanaweza kuleta uhai. Na hivyo hatutaki maji ya mahubiri yaliyomwagika wakati wa Rutha. Maji hayo haiwezi kuzaa bibi harusi. Hatutaki maji yaliyohubiriwa wakati wa Methodisti, yaliyozaliwa wakati wa Kipentekosto. Hatutaki maji hiyo, tunataka maji ya bibi harusi. Na maji ya bibi harusi inatiririka chini ya zile mihuri, kwa sababu chini ya mihuri kunalo neno la bibi harusi.
Bwana asifiwe. Na pia nasema ukihubiriwa ujumbe wa Luther, hiyo ni maji ambayo haitawezi kufanya wewe ukamee. Na kama utamea kilutha, utamea kimethodisti, utamea kipentekosto. Na saa hii hatuko Luther, hatuko methodisti, hatuko pentekosto. Tuko wakati wa kuzaliwa kwa bibi harusi, neno Kristo ndani ya nyama ya mwili. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mahubiri ambayo tunatakiwa kupata saa hii lazima iwe the food due this season. We want the message of the hour. We want the preaching of the day that we are living. We want a preacher who can be able to discern the day, who can be able to discern the hour, who can be able to discern the season, who can be able to discern the age that we are living. We are not living in yesterday, we are living today. And today is the day of the bride of Jesus Christ. And today is the day of the revealed message. Yes, give me slide 92. Almost finishing now. Praise the name of the living God. Are you reading together with me? Amen. With the message The Way Back, which was preached in 1962, paragraph 40. The message The Way Back, which was preached in 1962, paragraph 40. The prophet said, you know, the reason why they do it, they are afraid of that new birth. I mean, the real new birth. Oh, everybody, sure. I believe you must be born again. Yes, sir. Yes, but when it comes to the real birth, see? So they believe and they want to the new birth. But they believe the new birth is shaking by her. The new birth by shaking hands, saying a bunch of Greek. Ati ya kwamba wanaamini kuzaliwa mara ya pili ni kusalimiana na mikono na kusema kanuni za imani. Or something another. Ama kitu cha aina hiyo. They call that the new birth. That ain't the new birth. Hiyo sio the new birth. They are afraid of the new birth. Wanaogopa kuzaliwa mara ya pili. Listen, any birth is a mess. I don't care whether it is a pig pen or where it is at. It is a mess, any birth. And so, the new birth. Na hivyo ndivyo ilivyo na kuzaliwa mara ya pili. And so it is the new birth. It will make you do the things that you didn't think you ever do. But it brings life. And before you can have the life, you have to have a death. Before a seed can produce itself, it got to die in order. And not only die, but got Lot in order to get a new life out of it. It got to die and Lot in itself. And so does every sinner and every man. No matter how highly educated and how much he is polished, how many degrees he has in the church or so forth, and how many of these things and how many colleges he is educated out of, he got to die to his own theory. He got to die to himself. He got to die to everything to be reborn again by the Holy Ghost. Praise the name of the living God. Hata nitafikisha hapo. Ati ya kwamba watu ni kuogopa, wanaogopa kuzaliwa mara ya pili. Lazima kila mtu ama kila mbegu inapofikiria kuzaliwa mara ya pili, lazima kwanza ikaweza kupokea maafa. Tunataka mahubiri ambayo kwanza itahubiri kifo katika maisha yetu. Kwa sababu lazima utu wa dhambi ambao unasababisha sisi tuwe wa dhambi, tukaweza kuhubiriwa utu huo wa dhambi, lazima ubatilike, lazima ufe katika maishani mwetu, ili Kristo aliye hai akazaliwe ndani ya maisha yetu. Na tukiwa chini ya kuzaliwa kwa mara ya pili, ambaye kuzaliwa kwa neno lisioharibika, ambaye ni Kristo, tutaweza kuishi kama neno la Bwana. Bwana asifiwe. Lazima ufie masomo yako, lazima ufie elimu yako, lazima ufie maisha yako ya kawaida, lazima ujifie wewe mwenyewe ili ukaweze kuleta uhai. Lazima ukazaliwe mara ya pili na Roho Mtakatifu. Sio mhubiri wako, sio kanisa lako, sio kanuni za makanisa yenu. Lazima mzaliwe mara ya pili na neno la Bwana na Roho Mtakatifu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Can you say amen? Amen.
Give me slide 115. If the message show us their Father, and it will satisfy us. Ujumbe ulihubiriwa mwaka wa 59. Tuonyeshe baba yetu na hiyo itatutosha. Paragraph 35. Now listen, to show you that it's important that we receive the right kind of water. The prophet here is saying this. You might have the seed, but you got to water it. Now, the Bible said when they were in the upper room, they were blessing and thanking and praising God. Praising him because they knew it and was coming. And they knew it was coming. For they had seed in their heart, God promised. Ati waweza kuwa na mbegu ndani yako, lakini lazima uinyunyizie maji. Bwana asifiwe. Wewe ndiye uko na mbegu. Tuliambiwa mbegu hiyo iko katika rutuba ya udongo wa moyo wako. Wewe ndiye uko na mbegu ile inazaliwa mara ya pili. Basi inabidi ukaenda kuipeleka hiyo mbegu yako mahali ambapo inaweza kunyunyiziwa maji. Ya kwamba kwa sababu waliokuwa wameenda katika chumba cha juu ni kwa sababu walijua ya kwamba watapata maji, kwa sababu ilikuwa ni ahadi ya Mungu. Roho aliyemwagika katika siku ya Pentekosto ilikuwa ni mfano wa mvua, ilikuwa ni mfano wa maji uliomwagika ndani ya wale 120 wakaweza kupata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili, oh hallelujah. They went to the upper chamber because they had a seed of God laying in their hearts. Yes, sir. If you feel that you have that seed in your heart that can be quickened to the new birth, go to a place where you can receive some water, where you can receive some kind of a preaching, a true genuine preaching. Hallelujah. Take that seed that is in your heart, where it can receive the watering of that seed, so that that seed can die and Lord and germinate, and you receive the true genuine experience of the new birth and of the baptism of the Holy Ghost. Amen. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ukipeleka hiyo mbegu kwa mhubiri ambaye anajiendesha kama makanga watazaliwa ndani yako. Ukienda chini ya mhubiri ambaye anahubiri Kristo, ambaye anahubiri neno, utaona Kristo anazaliwa ndani ya maisha yako. Utakuwa si wewe unaishi kama Paulo alivyosema, sasa sio mimi ninayeishi, bali ni Kristo anayeishi ndani yangu. Yes. Tumaini la wokovu wangu. Yes. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo alikuwa amezaliwa ndani yake. Bwana asifiwe. As I finish, brethren, I want to tell you, my brother, my sister, that is why we must watch out. Lazima tuwe waangalifu ili tukaweze kupeana ujuzi wa kweli, tukaweze kulielezea neno la Mungu kulingana na maandiko, kulingana na mafundisho ya kweli yaliyotafsiriwa nasi katika ujumbe. Ukitaka ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili, praise the name of the living God, go and read the message. You must be born again. It is all there. It is explained there by your prophet. Do you believe your prophet? Yes, sir. Ikiwa unaamini ya kwamba unatakiwa kujua njia iliyo mwafaka, njia iliyo bora ya kuzaliwa mara ya pili, enda kwa nabii wako. Nabii wako akihubiriwa kwako, mahubiri yale, ukweli ule, ufunuo ule, ya ukifumbiliwa kwako, basi utapata maji ambayo yanaweza kukupa ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu inatokana na huduma ambazo zinatuhubiria. Na sababu ambayo unaona ya kwamba wengi wamekosa ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili. Praise the name of the living God. Hallelujah. Ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili. Sababu unaona wengi wanakosa ni kwa sababu ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili umehubiriwa kimakosa. Ujuzi wa kupata Roho Mtakatifu umehubiriwa kimakosa, na ukihubiriwa kimakosa utapata dosari, utapata ujuzi ambao ni wa uongo. Ambao ni wa uongo. Because many people, they are churches. Makanisa haya yetu, hallelujah, yameweka maujuzi mingi ambayo si ya kweli. This is what the prophet said. Give me slide 64.
I think it is in the message you must be born again. We have put a lot of interpretation on these things. The only thing that can keep you from this new birth, this true experience we are talking about, it is only the different meaning and the prophet said there are three things a preacher, a pastor, a minister should never do. A preacher ought never to misplace, dislocate, and misinterpret the word of God. Amen. In the name of God. Because if you do that, you put your own interpretation on the word of God. And God is own interpreter of his word. You don't need any other interpretation. Yes. The prophet said in this message, you must be born again. In paragraph 29, he said, and now we find out that there are so many different meanings that the people put into it. Nearly all the churches say that you must be born again. But each one has their different interpretation to that. And what it means to be born again. I might go to the Methodist church this morning. They say, we believe that you must be born again. How do you interpret it? I go to the Baptist church and we believe you must be born again. How do you interpret it? And I will go to each church and we'll find, if we went to all 900 different denominations of the churches, there will be 900 different interpretations. And so, seeing that there are so many different interpretations, and yet a Bible doctrine, there must be, and is a truth somewhere. In the name of God. Ati ya kwamba, ijapokuwa, tunataka tuzaliwe mara ya pili, lakini lazima tuangalie matafsiri ambayo yako katika makanisa. Kwa sababu ijapokuwa makanisa yote ya ujumbe yanaamini ya kwamba lazima tukaweza kupata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili, lakini shida ni vile wanavyoitafsiri. Kwa sababu kama tuko na makanisa 900, makanisa hayo yako na matafsiri 900 ya kile ambayo wanatafsiri hii ndio ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili. Nabii anasema ukienda katika kanisa la Kimethodisti uwaulize, je, mnaamini ya kwamba mnatakiwa kuzaliwa mara ya pili? Wanasema ndio, tunaamini lazima tuzaliwe mara ya pili. Je, mnaitafsiri namna gani? Uenda katika kanisa la Methodisti la Baptisti uwaulize, je, mnaamini ya kwamba mnatakiwa kuzaliwa mara ya pili? Wanasema ndio, tunaamini tunatakiwa kuzaliwa mara ya pili. Mnaitafsiri vipi? Nabii anasema ukienda katika makanisa yote 900 wako na matafsiri ya kile ambacho wanahubiri na wanasema hii ndio kuzaliwa mara ya pili. Sasa nabii anasema ikiwa tuna matafsiri 900 na tuko na tafsiri na fundisho la kweli la Biblia, na ukweli uko mahali fulani, wacheni turudi katika Biblia, wacheni turudi katika neno, wacheni turudi katika tafsiri tuliyopewa na nabii wetu. Haleluya. Wacheni tuachane na makanisa yengine ya ujumbe kile ambacho wanatafsiri. Kama wanatafsiri vile maandiko inavyoonyesha, vile nabii anavyoonyesha, heri hao ni wadugu na wadada. Lakini ikiwa wanatafsiri kinyume na kile ambacho nabii alitafsiri, ole wao, hatuwafuati. Praise the name of the God. Amen. This is the problem that we have in the message churches. That is why sasa unaweza kuniuliza, wewe sababu unahubiri hivyo? Wewe si ni mhubiri. Sababu umekuwa mhubiri na hukuanza jana kuhubiri, umekuwa mhubiri wa siku nyingi. Watu wangapi ambao kwako wamezaliwa? Bwana asifiwe. Praise the name of God. Yes. Naweza kuuliza swali hapa saa hii, wangapi wamezaliwa chini ya huduma yangu? Praise the name of God. Look at these people. Now, the thing that you need to look at these people is to look at their life. Ikiwa kuna baadhi yao ambao wamezaliwa chini ya huduma ambayo Mungu amenipa, sasa kaangalia maisha yao. Ukikosa kuona Kristo aliye hai, ujue ya kwamba walipokea uzaliwa kwa uongo.
Sasa enda uchunguze walitoa wapi. Walitoa kwa mhubiri wao ama walitoa kwa mhubiri mwingine? Je, mhubiri wao anahubiri neno ama anahubiri kanuni za imani? Kwa sababu ikiwa ya kwamba mhubiri wao anahubiri neno la kweli na wamepata ujuzi badia, basi shida si mhubiri, ni wao. Amen. Na ikiwa ya kwamba mhubiri wao hahubiri ujumbe, basi wamepata ujuzi badia kutoka na mahubiri ambao walipokea kwa mhubiri wao, kwa sababu mahubiri ndio inanyunyizia maji katika mbegu zilizoko ndani ya mioyo ya wapendwa. 14. Slide 14. The reason why people get the wrong baptism of the Holy Ghost. Let me show you. Let me tell you. We are not talking about the experience. We are just laying the foundation of how, when we are going to talk about these two experiences, we are going to understand them clearly. But we must know what kind of experience we are talking about. Amen. The prophet said in the Message Blasphemous Name, which was preached in 1962. I said paragraph 65. Paragraph 65. It is the Message Blasphemous Name. Paragraph 91. Oh, hallelujah. Amen. God bless you. We must receive the true baptism of the Holy Ghost. We have no other alternative. We must receive a true, genuine experience of the new birth and of the baptism of the Holy Ghost. In the Message Blasphemous Name, which was preached in 1965, paragraph 91, the prophet said, I believe that the reason that there are so many confusion today about the Holy Spirit, it is not correctly taught. And I believe that the baptism is taught. You see, ate ninaamini ya kwamba sababu ambayo kuna, what is confusion? Kuna? Kuchanganyikiwa kwingi siku ya leo kuhusu Roho Mtakatifu ni kwa sababu haifundishwi vizuri kwa njia sahihi. Haifundishwi kwa njia sahihi. Inatakiwa kufundishwa kwa njia sahihi ili watu wakaweze kuipokea. Wakati Petro katika siku ya Pentekosto alipoelezea ujuzi waliopokea njia katika nyumba ya juu kwa njia sahihi, alipowaelezea ya kwamba hawa watu si kulewa wamelewa, bali hiki ni kile ambacho kilinenwa na nabii Elia, wakati alipoelezea vizuri kwa njia ya kimaandiko, kwa ufunuo wa saa yake, watu 3,000 walipokea ujuzi huo. It must be correctly taught. Wakati Filipo alipoenda Samaria akahubiri kuhusu msamaha na toba na watu wakabatizwa katika jina la Yesu Kristo, Petro na Yohana wakaweza kwenda huko, wakawekelea mikono, walipokea Roho Mtakatifu kwa sababu mambo yote yalikuwa yamefundishwa vizuri na Filipo. Bwana asifiwe. Wakati Kornelia alipopatana na malaika, alipopatana na Mungu, Mungu hagampea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu lazima angepitia kwa mahubiri ya mhubiri wa Mungu aliyekuwa wa saa hiyo, naye mhubiri huo alikuwa ni Petro. You know, there are people go straight to God, they want the baptism of the Holy Ghost. Then God will ask you, what kind of revelation do you know or do you have about that Holy Ghost that you want me to give you? What did your preacher told you about it? Did he taught you correctly about this new birth that you want, about the baptism of the Holy Ghost? Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Na wakati akina Cornelius walielezewa vizuri kuhusu neno la Mungu, kuhusu vile ujuzi unapatikana wa kweli hata kabla hawajabatizwa na maji, wakapokea Roho Mtakatifu. Petro akauliza watu hawa wabatizwe. Bwana asifiwe. Muangalie Paulo alipokuwa katika uko
katika huko Efesa, alipokutana na wanaume 12 ambao walikuwa chini ya mhubiri ambaye alikuwa hajajua neno vizuri, kwa sababu walikuwa chini ya mhubiri ambaye alikuwa anaitwa Apolo. Lakini wakati walipokuwa chini ya huduma iliyo ni mzuri, walipoelezewa vyema, praise the name of God. Hii si kumkashifu Apolo, no. Kwa sababu alikuwa mhubiri ambaye alikuwa anakuwa kama vile ambavyo tuko na wahubiri wadugu na wadada ambao tunawapea mibara hii ili wakaweze kukuza vipawa vyao, kwa sababu hawawezi kukuza vipawa vyao kama hawawezi kuruhusiwa wakahubiri. Bwana asifiwe. Lakini unaona, wakati ilipoelezewa vizuri na Paulo ya kwamba ubatizo ule walipokea ni ubatizo wa Yohana, hakaba wakaambiwa hawana budi kubatizwa tena katika jina la Yesu Kristo ili wasamehewe dhambi, ili wapokee Roho Mtakatifu. Walipobatizwa, walipowekelewa mikono, wote 12 wakampata ujuzi wa kweli wa ubatizo wa Roho Mtakatifu, wakatabiri na wakaongea na ndimi. Bwana asifiwe. Lazima ifundishwe vizuri, lazima itafsiriwe vizuri. Hatuna budi kuambiwa neno, hatuna budi kuhubiriwa neno, hatuna budi kuhubiriwa ujumbe wa sahihi. Hatutaki kitu kingine, tunataka neno. Mungu awabariki. Hebu tusimame, hebu tuombe. Bwana asifiwe. Oh, hallelujah. God bless you. Mungu akubariki ndugu dada. Unamwambia Bwana, mimi bado sijapata ujuzi wa kweli. Bwana, mimi bado sijazaliwa mara ya pili. Bwana, mimi bado, Bwana wa mbinguni, sijapata ujuzi wa kweli wa Roho Mtakatifu. Na nakuomba Bwana ukaweza kunisaidia. Inua mkono wako juu. Just lift up your hand by faith. You are not lifting it before your preacher, but you are lifting it before God. And you are telling God, until now I've not received this into experience of the new birth and of the baptism of the Holy Ghost. And I pray, my Lord and my Savior, may you grant the desire of my heart by giving me this true experience of the new birth and of the baptism of the Holy Ghost. You are telling God to have mercy upon you. Hebu tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Bwana Yesu Kristo, tunakuja mbele ya uwepo wako na sifa na shukrani Bwana, ya kwamba sisi tu mbegu zako ambazo zilikuwa ndani yako kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Tunakuomba Bwana wetu wa mbinguni, kwa sababu tulikuwa mbegu zako, na hata saa hii ambao wengine wetu hajapokea ujuzi huu wa kuzaliwa mara ya pili, ulisema wangali ni mbegu zako, kwa sababu walikuwa ndani yako. Uliwajua kibele, uliwachagua, uliwakusudia, uliandika majina yao katika kitabu cha Mwana-Kondoo kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Kwa sababu wani mbegu zako, wana uwezo wa kuhuishwa ndani ya mioyo yao, wakaweza kupata ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili wa kweli na ujuzi wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hivyo naomba Bwana wetu wa mbinguni, hebu mahubiri ambao nimehubiri yawe maji ya uzima, yawe mvua wa kweli, yawe maji ambao yamebubujika juu ya hizo mbegu, ikalete ujuzi wa kuzaliwa mara ya pili. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, nasimama katika hadaki kwa ajili ya wahubiri wote ambao kwa kweli na kwa mwito yao wanahubiri Bwana ujumbe huu kwa unyofu wa mioyo yao yote. Na waombea Bwana na makanisa ambao wanahubiri ya kwamba katika huduma zao utaachilia mvua, umwagike mvua tunaotarajia katika siku ya leo, mvua wa masika na mvua wa vuli, ukamwagike kwa zile mbegu, ili mbegu zile zikaweze kuwa katika wakati wa mavuno. Lijalie jambo hilo. Wacha Bwana katika makanisa yetu chini ya huduma ambazo umetupea, kuwe na umwagiko wa Roho Mtakatifu, ububujikaji wa maji ya mbinguni kama vile ilivyokuwa katika siku ya Pentekosto. Roho Mtakatifu amwagike maradufu, Bwana wetu wa mbinguni, juu ya wapendwa, juu ya wadugu hawa, wakapata ujuzi wa kweli wa kuzaliwa mara ya pili na Roho Mtakatifu. Wawe binti na wana wa Mungu wa kweli, wawe waaminio wa kweli, wawe wa Kristo wa kweli, wawe bibi harusi wa kweli, wawe bibi harusi wa Kristo anaenda katika unyakuzi. Wajalie Bwana wetu wa mbinguni. Ndio maombi yangu katika jina la Bwana Yesu Kristo, tuomba na kuamini.